Changamoto ya kwanza ni kwamba Wakala wa Vipimo Tanzania WMA imewataka wananchi kufika katika banda la wakala hao lililopo viwanja vya Chinangali mkoani Dodoma kunakofanyika maonesho ya wiki ya utumishi wa umma ili kupata maarifa ya matumizi sahihi ya vipimo. Akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja hivyo, meneja wakala hao mkoa wa Temeke, Hilolimus Mahundi, amesema wananchi wanapaswa kutambua namna gani ya kujilinda kwenye matumizi sahihi ya vipimo kwa vifaa wanavyotumia ikiwemo mita za maji, mita za umeme na mitungi ya gesi. Hivyo, kwa kipindi hiki cha maonesho hayo, hawana budi kutembelea wakala hao viwanjani hapo ili kupata maarifa hayo. Sisi kama wakala wa vipimo tumekuja hapa, tunawakaribisha wananchi wetu waje wapate elimu sahihi jinsi gani ya kujilinda kwenye matumizi sahihi ya vipimo, kama vile kuna wananchi ambao wanatumia mita za maji, wanatumia mita za umeme, wanatumia gesi. Je, waje hapa tuwape elimu jinsi gani ya kuweza kujilinda kupitia matumizi sahihi ya vipimo. Wakija hapa manake watajua kama mita yao ama mita zote kina changamoto, njia gani za kupita ili waweze kuhudumiwa kwa haraka zaidi. Sisi kama taasisi, jukumu letu kubwa zaidi ni kumlinda mwananchi apate stahiki kile kutokana na gharama aliyotumia. Kwa hiyo basi tunawashauri sana ndugu zetu, karibuni kwenye banda la wakala wa vipimo ili tuweze kuja kuwahudumia. Sisi kama taasisi huwa tunahakiki vipimo vipya kabla hajaingia kwa wananchi, huwa tunavihakiki kama viko sahihi ndio vinaenda kufunga kwa wananchi. Mfano mita za maji huwa tunazihakiki zikiwa mpya. Baada ya hapo vile tunapita majumbani kuhakiki zile ambazo zipo kwenye matumizi. Kwa hiyo sasa tunawashauri ndugu zetu wananchi, kama wana mita zao zina changamoto, wanahisi na changamoto yote ya kivipimo, waje watoe taarifa. Sisi kama taasisi tutakuja kuziangalia mita zao kama zipo sahihi kama hazipo sahihi. Vile vile tupo na zoezi ambalo linaendelea nao sasa hivi la uhakiki wa mita za umeme za majumbani ambazo ziko kwenye matumizi. Sisi kama taasisi tunahakiki hizo mita kuangalia kama zipo sahihi kama hazipo sahihi. Vile tunatoa wito kwa wenye viwanda, kama wana changamoto yoyote ya kivipimo, wanahisi mita zao zina changamoto, sisi tupo kwa ajili yao, tutawafikia kwa haraka zaidi kwenda kuzihakiki. Kwa hiyo tunawakaribisha waje bandani kwetu hapa waangalie huduma tunazozitoa. Sisi kama watumiaji wa kipimo ni kwamba huwa tunasema kwamba cha kwanza ili uweze kuhisi kipimo kipo sahihi ama kipo sahihi ni control matumizi yako. Leo wewe kama matumizi yako mnatumia ulese kwenye maji, unatumia shilingi 10,000 na idadi ya watu haijaongezeka. Bili inakuja ya pili, imekuja bili ya shilingi 20,000. Hiyo ni njia moja hapo ya kulezi alarm. Bana nahisi inaweza kawa hii mita yangu ina changamoto. Usitoa taarifa, taasisi ipo, itafika kwako, itaangalia hiyo mita kweli kama ipo sahihi ama ipo sahihi. Sababu changamoto inaweza kawa ni mita ama changamoto inaweza kawa ni wewe matumizi yako yamekawa kwa mabaya. Kwa hiyo ni muhimu utavyoona changamoto yoyote ile kuhusu vipimo, toa taarifa. Na kwenye gesi vile vile. Leo idadi ya watu haijaongezeka, matumizi ni yale yale, lakini matumizi ya gesi yametumika kwa muda mchache kuliko ulivyotegemea. Toa taarifa mapema, tuangalie mteja huyu anayekuuzia ni nani, tuanze kumfuatilia. Inaweza kawa anayekuuzia gesi yako huwa anakupa kitu ambacho hakijatimia. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital, Dodoma.